Leo tunakuletea maana ya maneno manne maarufu yanayotumiwa na ndugu Humphrey Polepole. Maneno haya yamejizolea umaarufu mkubwa na watu wanatamani kufahamu maneno haya yana maana gani. Ili kupata maana ya maneno haya tumetumia kamusi sanifu ya Tuki toleo la mwaka 2004 la pili. Sasa tuanze na neno la kwanza analopenda kulitumia ndugu Humphrey Polepole. Bananga. Wakati mwingine anasema banangwa. Bananga ni neno ambalo linapatikana katika kamusi sanifu. Lina maana ya kuharibu, boronga, vuruga. Ndio pengine unamsikia Humphrey Polepole akisema mchakato ulibanangwa. Neno la pili analotumia Humphrey Polepole, bagaza. Neno bagaza katika kamusi tuliyotumia hatukuweza kuliona katika kamusi. Kwa hiyo huu ni msimu. Bagaza, bagazwa hatukuliona katika kamusi yetu tuliyoitumia sisi. Kama kuna mtu ana kamusi nyingine anaweza akatupatia maana, lakini katika kamusi yetu ya Tuki toleo la mwaka 2004 hatujaiona. Ni kawaida kwa wanasiasa kuanzisha maneno. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kuanzisha neno, alisema nang'atuka. Kwa hiyo Polepole anapita njia hizo hizo. Kwa hiyo bagaza halipo katika kamusi lakini lina maana. Kwa hiyo huu ni msimu. Sasa misimu huwa ina maana nyingi. Maana ambayo sisi tunaamini iko sahihi ama kwa kuangalia namna anavyozungumza Humphrey Polepole, tunaamini kwamba bagaza ina maana ya kuvurugwa. Hiyo ndio bagaza. Una maoni tofauti utaniandikia. Lakini Humphrey Polepole anatumia neno durunganya. Neno durunganya pia halipo katika kamusi tuliyotumia, halipo katika kamusi, na tunaamini kwamba hili ni neno ambalo amelitunga Polepole mwenyewe. Ni msimu ambao anautumia Polepole mwenyewe ama ameutoa sehemu fulani, lakini ni msimu na ameupa umaarufu. Lakini kulingana na mazingira anayotumia neno hili, pamoja na kwamba haipo katika kamusi, tunaelekea kuamini kwamba anamaanisha durunganya, anamaanisha kudanganya. Katika hotuba yake ama miongoni mwa hotuba zake, kuna wakati alikuwa akizungumza na Dr. Emmanuel Nchimbi, anamwambia Nchimbi, unamdurunganya mheshimiwa rais. Kwa hiyo tunaamini durunganya ina maana ya kudanganya kulingana na mazingira ambayo alikuwa akitumia maneno haya. Lakini Humphrey Polepole ana neno lake jingine la nne, tindiganya. Tindiganya halipo katika kamusi. Neno ambalo lipo katika kamusi ni tindiga, likiwa na maana ya nyasi, mkusanyiko wa nyasi. Lakini tindiganya hili halipo katika kamusi. Kwa hivyo tindiganya, huenda Humphrey Polepole kulingana na mazingira anayotumia neno hili anamaanisha kuchanganya mambo. Kwa hiyo anaposema Humphrey Polepole tindiganya, ana maana ya kuchanganya mambo, kwamba mambo yanachanganywa. Sasa mwisho, naomba maoni yako. Una maana tofauti na iliyotajwa hapo juu, ama unatamani kufahamu maana ya neno gani ambalo kwako ni jipya na limekuwa likitamkwa sana na ndugu Humphrey Polepole? Niandikie hapo chini kwenye komenti na tutajadili kwa pamoja nini kinamaanishwa. Asanteni sana.